Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya muda huu ambao Bwana amenipa niweze nikashiriki na wewe neno moja kwa moja. Majina yangu naitwa Mtume Prophet Isaiah. Mungu amenipa ujumbe kwa ajili yako, na ujumbe ambao amenipa kwa ajili yako itatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza 9:19. Ujumbe hii ni ujumbe wa kukaribisha kwenye ibada kubwa ambapo nitafanya hapa kwa madhabahu la Aso Prestige iliyopo katika maeneo ya Kayole. Nitakuwa na ibada ya unabii kwa kila mmoja. Nitakuwa na ibada ya unabii kwa kila mmoja Jumapili hii, na Mungu amenituma ili nikazungumze na wewe. Amekuona kuna sehemu ambao umekwama, na mahali ambao umekwama unachohitaji ni mwonaji aliye na uwezo, aliye na kipawa ya kuweza kukuelekeza ili uweze kupokea ama kupata kile ambacho unatafuta. Na ndivyo Mungu amenituma kwa ajili yako. Wewe ndio sababu langu na kuja kuliko kupitia mtandao ya Facebook ama TikTok. Wewe ndio Bwana amenituma kwa ajili yako. Hivyo jiunga na mimi kwenye ibada ya Jumapili ambayo naifanya hapa Jumapili tarehe 19. Nitakuwa na ibada ya kinabii, mtu mmoja mmoja. Nitakuwa nazungumza na mtu moja kwa moja, mtu mmoja mmoja, kumweleza mambo ya kwake katika jina la Yesu. Na hivyo nataka nisome andiko katika kitabu cha Samueli wa kwanza 9 mstari wa 19. Siko peke yangu, niko na Mtume Hilary atatumika kwa kusoma andiko hii. Na hivyo karibu sana Mtume Hilary kwa kutusomea andiko hii katika jina la Yesu. Amen. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno linatoka kwa Samueli ya kwanza 9:19, inasema ya kwamba Samueli akamjibu Sauli. Samueli akamjibu Sauli Akasema, mimi ndimi munaji. mimi ndimi munaji. Yes. Tangulia mbele yangu ukwe mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, mtakula pamoja nami. Kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulio nayo moyoni mwako. Nitakuambia mambo yote ulio nayo moyoni mwako. Yes. Hii ndio ujumbe ambapo Mungu amenipa kama mwonaji. Kuna kitu natafuta kama vile Sauli, kama vile ambao Sauli alikuwa akitafuta punda, na alikuwa anaitafuta, na hivyo kwa hiyo njia alikuwa anatafuta akapatana na mwonaji. Yes. Na mwonaji alipomwona, kabla hajapatana na mwonaji, tayari Mungu alikwisha mfunulia ya kwamba kuna mtu kwa jina la Sauli ambao atakuja, na wakati atakapokuja umweleze mambo yake, manake nimekwisha mchagua ili asimamie watu wangu Israeli wanaopigwa na maadui. Na ndiyo mchana huu ama jioni ya leo Mungu amenipa ujumbe yako, amekuchagua, amekuita, lakini unachohitaji ni kujua umeitwa kwa kufanya nini. Yes. Kama vile Sauli alikuwa akitafuta punda, lakini punda ile kupotea ilikuwa inamuongoza ili apatane na Samueli ambapo alikuwa mwonaji. Yes. Na hivyo Mungu amenipaka mafuta kama mwonaji, nizungumze na wewe. Yes. Nikusaidie ili ndoto yako na maono yako yaweze kutimia. Yes. Katika jina la Yesu. Amina. Umekaa mahali pako, umekaa mahali pale kwa muda mrefu. Yes. Watu wanapokuangalia hawaoni wewe ni mtu wa maana, hawaoni wewe ni mtu wa maana, lakini Mungu anaona wewe ni mtu wa maana. Yes. Na ndiyo maana kwa ajili yako Mungu amenitia mafuta. Yes. Na kunituma kwako ili utoke mbali ujiunge na mimi. Yes. Sauli alitoka mbali kutafuta nani?
alipopata mwonaji, mwonaji alimwambia mambo yake yote, ndivyo akamwachilia. Nataka nikukaribishe kwenye ibada ya Jumapili, ujiunge na mimi hapa madhabahuni, sehemu yote unaotoka. Njoo nikaweze kukuambia mambo yako, maisha ambayo unatakiwa kuishi, maisha ambayo unatakiwa ufanye nini kuishi. Na hivyo jiunga na mimi kwenye madhabahu hii la House of Prestige iliyoko katika maeneo ya Kayole. Jiunga na mimi ili niweze nikazungumza na maisha yako, uondoke katika maisha ya kuhangaika na ukae mahali ambapo Mungu anataka ukae, katika jina la Yesu. Chukua namba hii uitumie sawasawa kwa ajili ya kuelekezwa hapa madhabahuni. Chukua namba hii uitumie ili kuelekezwa mahali ambapo ninapatikana. Namba ni hii: 01. Excuse me. Namba hii ni 0718183670. Tumia hiyo namba. Hiyo namba nitapokea, nitakuelekeza vile utakayofika hapa, ili nikueleze mambo ya kwako. Uondoke katika maisha ya kuhangaika, uondoke katika maisha ya kutukana na kuitwa majina yasiyofaa. Wewe ndio naongea na wewe mahali ambapo uko, sehemu ambapo uko. Wewe ni mfanyabiashara, unafanya kazi ofisini, hauna kazi, unatafuta kazi, hauna ndoa, unatafuta ndoa, uko kwenye ndoa, hauna mtoto. Njoo ujiunge na mimi niweze nikakueleza ni nini imeshikilia maisha yako. Nitakueleza, na sio tu kueleza tu, nitakupa majibu unapojiunga na mimi kwenye madhabahu hii. Mimi naitwa Prophet Isaiah. Mungu ananifunulia vitu ambapo yeye mwenyewe alikuumba upate kukuwa nayo. Na hivyo jiunga na mimi nikaweze kuongea na wewe katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombee wakati ambapo unapoandaa kukuja kwa ibada ya Jumapili hii. Baba, katika jina la Yesu, kila mmoja anayenifuatilia sasa hivi, ninaachilia nguvu na mamlaka kwake katika jina la Yesu. Kuna mama ananifuatilia, kuna mzee ananiona, kuna kijana anayeniona hivi sasa. Namkabidhi mikononi mwako kila roho inayotumika kuzuia mtu huyu kutokuinuka ama kukaa katika nafasi uliyomwekea. Hivi sasa namkabidhi mikononi mwako nguvu na mamlaka inayotumika ndani yangu kama nabii. Naachilia kwake kufungua anga zake katika jina la Yesu Kristo. Anapopanga kukuja madhabahuni hapa kukutana na mimi, Mungu namkabidhi mikononi mwako. Umpe usalama wa afya katika jina la Yesu. Umpe usafiri kwenye kupitia magari katika jina la Yesu Kristo. Njia yote atakayoitumia afike mahali hapa, naomba ulinzi kwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tenda miujiza kwa yoyote ambapo atakaye kuja mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mtumishi Eli, nataka watu wajue kwamba wakikuja Jumapili, maisha yao hayatabaki vile ilivyo. Maisha haitabaki ilivyo. Itabadilika. Itabadilika maisha yao. Na hivyo jiunge na madhabahu hii House of Prestige iliyoko wapi? Hapa Kayole. Jiunga na mimi tuweze kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Usipange. Ibada yetu inaanza saa 1 kamili, tunaanza uombezi. Saa 2 tuko na katika maombezi ili sali moja. Ikifika saa 3 tunaingia kwa praise and worship. Baada ya hapo ninashikia madhabahu kwa kuweza kupeana neno la kinabii kwa kila moja anaenda kujiunganisha na ibada ya Jumapili hii. Usipange kusafiri kwenda kwingine, usipange kwenda kwenye safari lolote, lakini panga kujiunga na madhabahu hii Jumapili katika jina la Yesu Kristo. Bwana awabariki sana. Shalom, shalom. Shalom, shalom.